Mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi Simba Sport Club Magoli amefichua siri nzito ya jinsi ya klabu hiyo ilivyolazimika kufanya biashara ngumu ya kuwauza mastaa wao watatu Jean Charles Ahoua, Kibu Denis na Steven Mukwala wakati wa dirisha dogo la mwezi Januari. Sasa twende tukatazame, je, ni siri gani hii? Lakini pia usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani haya na mengine mengi utayapata hapa Tubone Media. Sasa moja kwa moja twende tukaangalie. Magoli ameeleza kuwa uamuzi huo ulitokana na ukata wa kifedha uliokuwa unaikabili klabu hiyo kwa wakati huo, huku kukiwa na uhitaji mkubwa wa kuboresha kikosi ili kukidhi matakwa ya ushindani. Amesema kuwa baada ya bodi kuketi na kocha mkuu Steven Baka, mwalimu huyo alisisitiza kuwa timu haina uwezo wa kushindana na kubeba makombe, jambo lililofanya waangalie hofa zilizowekwa mezani. Magoli amebainisha kuwa kocha mwenyewe alibariki mauzo ya Ahoua, Kibu Denis pamoja na Mukwala kwa kutoa kauli fupi tu ya kusema uza, hatua iliyosaidia upatikanaji wa fedha za chanzio zilizotumika kusajili majembe mapya yaliyoingia kikosini hivi karibuni. Kiongozi huyo amehitimisha kwa kusema kuwa usajili wa wachezaji ulioingia kuchukua nafasi hizo ulifanyika kwa ufasaha kwa kufuata misingi ya kisayansi kupitia mfumo wa scouting uchunguzi, ambapo takwimu zao zilichambuliwa na wataalamu watatu tofauti kabla ya kocha kupitisha ripoti yake. Amewatoa hofu mashabiki wa Simba kueleza kwa mbinu hiyo imesaidia kutengeneza timu imara na maboresho zaidi ya tatua mwezi Juni na Julai bajeti kuu ya usajili itakapofunguliwa. Sasa hii ndiyo siri ambayo ametoa mwenyekiti Magoli kwamba Jean Charles Ahoua, Kibu Denis na Steven Mukwala walilazimika kuuzwa kutokana na ukata wa kifedha ambao ulikuwa unaisumbua timu hiyo, na fedha hizo zimetumika kuleta majembe mapya ndani ya wekundu wa Msimbazi. Lakini pia tutarajie kuyaona majembe mapya yakiingia tena kwenye hili dirisha kubwa la usajili. Je, nani atasajiliwa ndani ya wekundu wa Msimbazi? Tunakuletea hapa Tubone Media. Hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine, bye bye.